Makasha haya yana viti kwa ajili ya meli yetu ambayo mnaiona hapa, na hii inatoa mwanga au thibitisho kwamba tunatamatisha ujenzi wa meli hii au kukamilika kwa mradi huu. Baada ya kupokea hivi vifaa leo, mara moja kazi hii itaanza, lakini kazi hii itatuchukua muda kidogo, kwa sababu baada ya kukamilisha hii kazi kutakuwa na swala la mamlaka ya udhibiti wa usalama wa vyombo vyetu vya kwenye maji. Kukamilisha meli, kila kitu kikiwa tayari kwa 100%, mamlaka ya serikali inayosimamia usalama wa vyombo, yani TASAC, watakuwa na jukumu lao la kufanya ndani ya meli baada ya mwisho wa mwezi wa 5. Hawaruhusu tu moja kwa moja kama gari likifika kutoka Japani bandari ya Dar es Salaam siku ya pili liko barabarani. Japokuwa kuna TBS pia wanafanya kazi zao kule. Kwenye meli ni sheria ngumu zaidi. Kwa hiyo naomba mfahamu kwamba baada ya hiyo tarehe 31 Mei kutakuwa na jukumu kubwa la mamlaka ya udhibiti wa vyombo vya kwenye maji TASAC, wakifanya majukumu yao kisha ndio wataipasisha meli. Hili ndio ambalo tunaomba muwafahamishe Watanzania na wakazi wa kanda ya Ziwa. Imekuwa siku nyingine tena ya kihistoria katika ujenzi wetu wa meli ya MV Mwanza, kwa kuwa leo tunapokea shehena kubwa ya vifaa ambavyo ni viti ambavyo vitatarajiwa kufungwa kwenye meli yetu kwa ajili ya abiria wetu. Kampuni ya Huduma za Meli Tanzania inaishukuru sana serikali yetu kwa uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi huu, na hatimaye kampuni inatarajia kupokea meli hii mnamo tarehe 31 Mei 2025. Pamoja na kukamilika kwa sehemu ya mitambo na vifaa vyake vingine vya uendeshaji wa meli, meli hii ilikuwa bado inasubiri vifaa vya furnitures, ambavyo sehemu ya vifaa hivyo ndio hii tunaipokea leo. Leo tunapokea viti kwa ajili ya madaraja yote, daraja la 3, daraja la kwanza, la 2 na la 3 na daraja la economy. Tunaamini kwa kukamilika kwa meli hii, kampuni ya Huduma ya Meli inakwenda kufungua uchumi wa mkoa wa Mwanza. Tunakwenda pia kufungua uchumi wa wafanyakazi wa kampuni ya meli, na tunaenda kufungua uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya meli Tashiko, wafanyakazi na mkurugenzi mtendaji, tunatoa tena asante zetu na pongezi nyingi kwa uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuiwezesha kampuni kifedha ili kuhakikisha mradi huu unakamilika. Huu mradi ni mradi wetu wa kimkakati unaotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kampuni ya Meli Tanzania ambayo ni Tashiko. Kwa ujumla wake, mradi huu umegharimu dola za Kimarekani milioni 51.8, sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 123. Aidha, sasa mkandarasi tayari ameshalipwa jumla ya kiasi cha fedha dola za Kimarekani 48.4, sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 115.9, ambacho ni sawa na 93.5% ya gharama zote ambazo amelipa mkandarasi, ameshalipwa. Ikumbuke kwamba wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu kipenzi, anaingia madarakani mwaka 2021, mradi huu aliukuta ukiwa ni 40%, na malipo yake yaliyokuwa yameshafanyika kwa wakati huo yalikuwa ni fedha za Kitanzania 30%. Maana nikitaja fedha hapa tutapoteza muda, lakini ni 30% tu. Sasa hivi leo tunavyozungumza, ninayo furaha kuwajulisha kwamba mradi huu umefikia 96%, na fedha zote zilizolipwa hadi sasa ni sawasawa na 93% kama nilivyosema hapo awali. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi na ndugu wageni waalikwa, meli hii itakapokamilika itakuwa ndio meli kubwa kuliko zote katika ukanda huu wa Ziwa. Hii ni itakuwa na uwezo mkubwa wa kubeba abiria zaidi ya 1200 na tani za mizigo 400, lakini vile vile itakuwa na uwezo wa kubeba magari madogo 20 na magari makubwa 3. Kuwasili kwa samani hizi kama ambavyo tumezipokea leo ni hatua muhimu sana kwetu sisi kuelekea kukamilisha mradi huu
ambao kwa sasa umefikia 96% ya utekelezaji wake wa mradi huu ili uweze kukamilika, ambapo kwa mujibu wa kalenda na kwa mujibu wa mkataba mradi huu unatakiwa ukamilike Mei mwaka 2025. Hatua hii ni hatua ya mwisho kabisa na ni kielelezo tosha cha namna ambavyo Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyoifungua mkoa wa Mwanza, unaoonyesha kabisa katika kipindi kingine tunachokitarajia, tunakusudia kuwa sisi pengine tunaendelea kuwa mkoa wa pili kwa kuchangia pato la taifa, ambapo kwa sasa mkoa wetu wa Mwanza unachangia 7.2%. Tunapenda kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufanikisha utekelezaji wa mradi huu kwa kutoa fedha wakati wote pale tulipohitaji. Kwa kweli katika eneo hili mradi huu haukuwahi kusimama kwa kuwa umekosa fedha. Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya kazi kubwa, na ndio maana tunaona matunda yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa mradi huu. Aidha, kukamilika kwa mradi huu utatarajiwa kuongeza chachu ya ukuaji wa uchumi kwa wakazi na wananchi wa mkoa wa Mwanza na hata wakanda ya Ziwa na nchi jirani za mbalimbali katika maeneo yetu, kutoka huduma za usafirishaji zilizo salama na bora na za uhakika kama ambavyo meli hii imejengwa kwa lengo hilo. Napenda kutumia fursa hii sasa kuitaka management yetu ya kampuni ya Tashiko na kuielekeza kuhakikisha inasimamia vema ili mradi huu ukamilike kwa wakati kama ambavyo mkataba unaelekeza, na ili kufanikisha azma ya serikali ya kuboresha huduma ya usafiri kwa njia ya maji kwa abiria na mizigo kwa wananchi wa kanda wa Ziwa, na wanufaika wa kwanza wakiwa wananchi wa mkoa wa Mwanza.